Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya Dominika ya 5 katika masomo yetu ya leo, ikiwa ni Dominika ya 5 ya Pasaka ya mwaka A wa Kanisa. Masomo yetu ya leo yanatuletea ujumbe kuwa Kristo ndiye njia pekee ya kutufikisha kwa Baba, lakini sisi kama kanisa ni mawe yaliyo hai tunayojengwa juu yake huyu Kristo, na tulivyo tunaalikwa kumfuata kikamilifu na kiaminifu yeye aliye njia, ukweli na uzima. Ndio maana antifona ya Dominika ya leo inatualika kumwimbia Bwana wimbo mpya, kwani yeye amefanya mambo ya ajabu na amefunua kwa kufunua wokovu wake mbele ya mataifa. Wimbo huo wa mwanzo unatuambia kwamba mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana ametenda mambo ya ajabu machoni pa mataifa, ameidhihirisha haki yake. Haleluya! Tukumbuke kuwa katika safari yetu ya kuelekea mbinguni, katika safari yetu ya kumshuhudia huyu Kristo ulimwenguni, tunaweza kupotea njia ikiwa hatutamjua na kumtambua. Hivyo basi, katika Dominika ya leo na maishani mwetu tuendelee kujiuliza maswali yafuatayo. Je, tunapoikosa njia? Je, tunapopotea njia tunafadhaika mioyoni mwetu kwa sababu ya mambo mengi ya kiulimwengu? Lakini pia tujiulize kwamba je, kila mmoja anamtambua Yesu kuwa ndiye njia, ukweli na uzima katika maisha yake ya kila siku? Tunapomtambua Kristo tunapata kumfuata, naye anapata kutuongoza kufikia uzima wa milele. Katika Injili ya leo tunaona Bwana wetu Yesu Kristo anawaandaa wanafunzi wake, hasa anapoelekea kupaa kwenda kwa Baba. Anawaandaa ili waweze kumtambua na waendelee kumuishi hata baada ya yeye kutoweka na kupaa mbinguni kwa Baba, ili waendelee kumjua na kumshuhudia ulimwenguni. Katika kujitambulisha huko, Kristo anawaondolea hofu kwanza waliokuwa wamejazwa nayo. Anawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu. Hii ni kauli ya mchungaji kuhitaji kondoo wake wapate kutulia, hasa zaidi katika kumfuata na kumuishi maishani mwao. Kristo anawaondolea hofu hiyo kwa kujitambulisha kwao, ili wapate kuimarika katika safari ya ufuasi wao kwake yeye. Na hivyo anatuimarisha mimi na wewe pia, ili tusichoke na kufadhaika katika safari yetu ya ufuasi wetu kwake hapa duniani. Hivyo anajibainisha na kujitambulisha kwa sifa mbalimbali. Kwanza, Kristo anasema kwamba yeye ni njia, lakini pia anaenda kuandaa makao. Kristo yeye anajitambulisha kama yeye daima, na yeye anaondoka kwenda kuandaa makao. Hivyo anatuhakikishia sote uwepo wa makao ya milele mbinguni. Hasa tunapokuwa safarini, tuwe na uhakika kwamba tuendako ipo sehemu tutakayopata kufika na kustarehe maisha yetu ya daima. Lakini yeye anaendelea kujitabainisha kama njia. Yeye anapojitambulisha kama njia, anatualika kwamba katika kuendea makao haya tusipite njia yoyote, bali tumfuate yeye kiaminifu maishani mwetu, tujishikamanishe kwake. Yeye atapata kutufikisha katika makao hayo ya milele. Lakini Kristo huyu pia anajitambulisha kwetu kama ukweli. Kristo anatualika daima, kila tulitendalo na kila tuliwazalo tumshirikishe yeye. Kila tuliwazalo tuwaze pamoja naye, tutende pamoja naye, ili matendo yetu yote na mawazo yetu yote daima yaendelee kuangazwa kwa mwanga wa Kristo, tupate kutenda tukimfuata na hatimaye kumfikia yeye milele. Lakini pia anajitambulisha kama uzima. Kristo yeye ndiye chanzo cha uhai wetu, na uhai huo wa kimwili na kiroho. Kristo hivyo anatutambulisha na anatualika kwamba yeye amekuwepo tangu kuumbwa kwetu na kuumbwa kwa ulimwengu.
Hivyo yeye ni chanzo cha asili yetu pia, chanzo cha uhai wetu, chanzo cha kila kitu tulicho nacho, kwa namna ya pekee uzima. Hivyo basi tuombe daima, tujaliwe kujishikamanisha kwake, tujaliwe kumkimbilia yeye daima, ili tujaliwe uzima huu wa kimwili na kiroho maishani mwetu. Kisha Filipo anakuwa na hofu. Filipo anauliza swali, anamuomba Kristo amuoneshe Baba. Kristo yeye anatuambia kwamba yeye aliyemwona yeye amemwona Baba pia. Tumkimbilie Kristo, tumwamini Kristo na tumtumainie Kristo, ili tumuone na tumshuhudie Mungu wa kweli na Mungu halisi maishani mwetu. Yesu Kristo anatuahidi kuwa kila atakayemwamini na kila atakayemfuata atapata kutenda yaliyo makubwa zaidi. Kristo ndiyo nia yake, kwamba tupate kumwamini, tupate kumtumainia, ili ulimwengu mzima upate kumtambua. Kwa huduma yetu, kwa ushuhuda wetu na kwa imani yetu, pale tunapomwamini na kumpokea Kristo, anatuhakikishia tutatenda hata yaliyo makubwa zaidi. Hasa ahadi hii na kauli hii anayoitoa Kristo tunaiona katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Mitume waliokuwa wafuasi aminifu wa Kristo, waliomfuata yeye, wakamsikiliza na kuyapokea yale aliyowafundisha, kushuhudia yote aliyoyatenda. Nao pia wanaanza utume wao baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Tunashuhudia kwamba wanahubiri, wanatenda, wanahudumia watu mpaka kundi linaongezeka. Kundi la watu na la waamini linaongezeka. Inakuja changamoto ambayo tunaelezwa katika somo hili la kwanza, kwamba sasa inakuwepo upungufu wa wahudumu katika kutekeleza kazi hii ya kuhubiri. Sasa ndipo tunapoletewa wazo la kuona, linakuja wazo la kuchagua mashemasi. Kati ya vigezo vya kuchagua mashemasi hawa, walitakiwa ni wale waliojawa na Roho Mtakatifu, wale waliofuata mafundisho na wakapata kujaliwa Roho Mtakatifu katika utendaji. Kumbuke kuwa mitume hawa wanapofanya uamuzi wa kuteua mashemasi hawa 7, akiwemo Stefano, waliojaa Roho Mtakatifu na hekima ili wahudumie meza, wanakuwa na lengo la kuchagua, lengo la kuchunguza ni yupi wapate kumshirikisha katika huduma. Nasi tunajifunza kwamba ni vigezo vipi tunavitumia katika kuwatafuta viongozi watakaopata kutuongoza au kutuhudumia. Lengo ni kwamba kiongozi anayepatikana aweze kutenda na atupeleke katika njia hii ya Kristo. Hivyo tunaona kwamba muitikio huu wa watu wote hao walioongezeka ni mwaliko na ni ishara ya kwamba watu walipata kuhubiriwa, watu walipata kumtambua Kristo aliye njia, kweli na uzima, na hivyo ongezeko lao linahitaji wahudumu zaidi. Tuombe Mwenyezi Mungu, hasa wale tunaowapata kutuhudumia, watupeleke kwa Kristo na Kristo ulimwengu mzima upate kumtambua. Swala hili la kuchagua wahudumu wengine, yani mashemasi, ni ishara pia kwamba mitume hawakupuuza malalamiko hayo ya wale watu walioongezeka, watu waliokuwa wakihudumiwa. Lakini pia mitume wao pia hawakuacha kile kipaumbele chao cha kusali na kuhubiri neno la Mungu. Mitume wanafanya uamuzi wa kuteua mashemasi hawa tukilenga kwamba kazi hii ya kumhubiri Kristo, kazi ya kutangaza ukweli wa Kristo ipate kuendelea. Tunakumbushwa kuwa katika kanisa kila mmoja wetu anayo karama aliyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Katika kanisa kila mmoja anahitajika, kila mmoja karama yake inahitajika. Lengo ni kwamba tujumuike wote kwa pamoja katika imani, tujumuike wote kwa pamoja katika kuhudumiana na kujenga huu mwili wa Kristo, ili hatimaye Kristo apate kudhihirika na neno la Mwenyezi Mungu liendelee kuenea, ili mwanadamu apate kuhudumiwa kimwili na kiroho. Baada ya kukusanywa pamoja, baada ya kuwa kanisa moja, kanisa lililopata wahudumu pia, kanisa lililopata kuongezeka, Mtume Petro katika somo la pili anakuja na utambulisho mpya.
utambulisho wa kutuhimiza mimi na wewe tuliopata kuwa wana wa Mungu na wana wa kanisa. Mtume Petro anatukumbusha kuwa utambulisho wetu mpya katika Kristo, baada ya kuitikia wito wa kumfuata huyu aliye njia, ukweli na uzima, utambulisho wetu unakuwa kama ifuatavyo. Kwanza, anatualika kujitambua kwamba sisi ni jiwe la pembeni ama ni mawe ya pembeni, kama Kristo aliye jiwe lililokataliwa na waashi ama wajenzi. Hivyo lakini kwa Mungu, Kristo huyu amekuwa jiwe teule ama chombo cha thamani katika kujenga na katika kuilinda imani na katika kuwakomboa wanadamu. Hivyo basi nasi tujiulize kwamba je, mimi au je wewe ni jiwe lililo hai ama lenye kuleta uhai kwa wengine? Lakini pia tunaweza kujiuliza kwamba je, mimi au wewe ni jiwe ambalo laweza kuondoa uhai kwa kukwaza na kutounganisha jumuiya pale tunapokuwapo katika familia na katika maeneo mbalimbali. Tuwe imara tukutanapo pia na magumu katika safari yetu, katika kumshuhudia Kristo na katika safari ya imani. Tuwe imara hata pale tunapokataliwa. Kumbuke hata huyu tunayemfuata alikataliwa, lakini bado mbele ya Mwenyezi Mungu alikuwa ni chombo kiteule na chombo cha thamani sana. Tuendelee kumfuata Kristo na kutetea ukweli duniani, lakini tuwe makini nasi tusiwe vyanzo vya kuwakwaza, vyanzo vya kuleta ukataliwaji kwa watu wengine. Lakini utambulisho mwingine, Mtume Petro anatukumbusha sisi kama kanisa kwamba sisi ni mawe yaliyo hai. Sisi nasi kama waamini tunafananishwa na mawe yaliyo hai yanayojengwa kuwa nyumba ya kiroho. Tambue kwamba nyumba ni moja, inahitaji mawe tofauti yenye kujenga ukuta imara. Nasi katika umoja, sisi pia kila mmoja kwa karama yake anao wajibu wa kulijenga na kulitegemeza kanisa ili liendelee kuonekana moja na hatimaye taifa la Mwenyezi Mungu liweze kuwa moja imara lenye kuishuhudia imani hapa duniani. Tambulisho mwingine anatukumbusha kwamba sisi ni taifa teule. Mtume Petro anahitimisha kwa kutupa vyeo vyetu. Anatoa vyeo kwa hili kundi ambalo linatakiwa kujitambua na thamani yake kuwa hili kundi ni uzao mteule wa ukuhani wa kifalme, taifa takatifu na watu wa milki ya Mungu. Hivyo basi twaweza kujiuliza kwamba je, kila mmoja anaitumia karama yake, iwe ni uongozi, huduma au sala, kuliimarisha jengo la kanisa ili taifa lililo teule? Wajibu wetu ni kuzitangaza fadhili zake Mwenyezi Mungu, yeye aliyetuita kutoka gizani na kutuingiza katika nuru yake ya ajabu. Kwa kufanya hivyo, kwa kufanya hiyo kazi na kuitikia mwito wa kumfuata Kristo aliye kweli na uzima, na tukapata kumtangaza kwa watu, tutakuwa tunaitikia mwaliko wa antifona ya mwanzo iliyotualika kumwimbia Bwana wimbo mpya, kwa maana ametenda mambo ya ajabu, na hasa kwa kufunua wokovu wake mbele ya macho ya mataifa, ambayo haya mataifa daima, kama tulivyosikia kwenye wimbo wa katikati kwamba mzaburi anatuambia kwamba Bwana, daima fadhili zako zikae nasi, kama vile tulivyokungoja wewe. Ulimwengu unayo kiu ya kumpata Kristo, ulimwengu unayo kiu ya wokovu. Twende tukawe wahudumu, twende tukawe mwanga na taa kama Kristo wewe aliye njia, ukweli na uzima. Tuwaoneshe watu njia, ili fadhili daima za Mwenyezi Mungu zipate kuwafikia watu wote ambao wanazingoja kwa hamu, wanazozingoja kutokea kwetu, ambao tunatumwa na tunaagizwa kuwepo badala ya Kristo kila tulipo au kila tunapokutwa katika jumuiya zetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie kumtambua Kristo aliye njia, ukweli na uzima, ili tumfuate, kisha katika ufuasi wetu tumshuhudie ulimwenguni kwa kuziimba fadhili zake kwetu sisi tulizopata kuzishuhudia. Lengo ni kuwa kila mwanadamu amfahamu Kristo, apate kumfuata kama wale walioitikia mwaliko
wa mitume na mahubiri ya mitume, ili kanisa moja lipate kutambulika na hatimaye sote kwa pamoja tupate kufikia uzima wa milele tunaopata katika Kristo huyu aliyetuahidi kwenda kutuandalia makao kwa Baba. Asanteni kwa kunisikiliza na watakieni Dominika njema. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.